Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai hujambo, na natumai kwamba kutokana na maisha yanavyokwenda, labda umekata tamaa au labda unajiuliza mbona kila siku unafanya harakati hizi wenzangu wanafanikiwa lakini mimi sifanikiwi. Nifanye nini mimi ili niweze kufanikiwa, niweze kustarehe na maisha yangu? Lakini mimi nakuambia sheria ya ulimwengu huu na sheria ya maisha katika ulimwengu huu ni utoe nawe upate. Uweze kupata kama wewe umetoa, na ili uweze kutoa tunaandika kwamba wakati umetoa unapata hasara, lakini sisi katika ulimwengu wa saikolojia tunaamini kwamba ili uweze kupata kitu kipya lazima uue vitu vya zamani ambavyo vinakufanya mpaka uweze kufikia malengo makubwa. Ikiwa una malengo makubwa katika biashara au katika maisha yako, lazima ujifunze kuua tabia ovu katika maisha yako ili mambo mazuri yaweze kutokea katika mwelekeo wa kwako. Mfano, katika maisha yetu sisi tunalalamika labda hatufanikiwi, labda hatupati vitu tunavyovitaka, lakini ni kwa sababu wewe upo hai. Yani wewe wa zamani bado uko hai. Unatakiwa wewe wa zamani ufe, uzaliwe upya ili uweze kupata matokeo mapya. Uweze kupata matokeo mapya kwa kuendelea na tabia zile zile za kale. Uweze kupata kitu kama wewe ni wa zamani au wewe hujajitoa. Sasa mimi nakuomba ujitoe muhanga mara moja katika maisha yako ili uweze kupata ile mafanikio ya hali ya juu au furaha ya hali ya juu. Mfano, leo unataka kufanikiwa katika biashara yako, lakini duka unafungua saa 4. Au ukifungua duka ufanyi matangazo. Au ukifanya matangazo unafanya matangazo kwa aina ya ndogo, ufanyi kwa level kubwa. Lakini unataka mafanikio ya level ya juu na wewe unafanya matangazo ya level ya chini. Lakini unataka kuweka akiba, lakini wewe unaisikiliza nafsi yako na matamanio yake kuliko kusikiliza yale malengo yako yanakuambia nini. Lakini unataka mafanikio makubwa na mpaka sasa huna malengo kwamba unataka uyafikie mafanikio makubwa baada ya muda gani, ukitumia njia gani. Lakini unahitaji furaha katika maisha yako, lakini watu wanaokuchukiza umewakumbatia katika maisha yako. Wewe ambao watu wanakunyanyasa hutaki kujisimamia katika maisha yako. Confidence yako iko chini. Sasa utafanikiwa kivipi na kati huyu mtu ambaye watu wanamuonea wewe hujamuua, hujaamua kuachana naye? Huwezi kupata kitu kipya kama unashikilia kitu cha zamani. Ndivyo sheria zote za ulimwengu zinavyosema. Ndio maana inasemekana methali ya Kiswahili, aliyeshiba hamjui mwenye njaa. Kwamba utakapokuwa umekishikilia kitu, huwezi kujua kwamba unahitaji kwa sababu uko nacho. Kwa kitu chochote ambacho unakiona katika maisha yako hakina mchango chanya, hakikupi wewe nishati chanya, kiachie ili uweze kupata kitu kingine chenye nishati chanya katika maisha yako. Vitu hasi vyote viue katika maisha yako ili uweze kupata vitu chanya. Marafiki hasi watoe ili uweze kupata marafiki chanya. Mahusiano au mawasiliano ambayo hayako sawa yaondoe ili uweze kupata mawasiliano ambayo yako chanya. Ndio hivyo. Ili uweze kupata wewe mpya au lela mpya uweze kuzaliwa, lazima uwe lela wa zamani ili uweze kufufuka au kusimama upya. Hii ni kwenye tabia, kwenye mahusiano, kwenye biashara, kwenye malengo binafsi, kwenye uwekezaji, kwenye kampani na kwenye mawasiliano. Uwa tabia zako za zamani zinazokufanya umebaki hapo miaka nenda miaka rudi. Na ili uweze kusimama lazima kiti kikuchoshe. Leo choka kukaa kitako, sema mwisho wangu ni leo, sikai tena kitako, mimi nataka nisimame nianze kwenda. Huu ndio ujumbe wangu wa siku ya leo, na nakuombea kwa Mwenyezi Mungu akujalie wepesi kwenye nafsi yako, ukubali mabadiliko, ukubali kuua tabia ovu, ukubali kutamani kutoka katika ili kasha la yai uzaliwe upya. Lakini pia ni kuongezee mpenzi wangu, jambo lingine linakusababisha wewe mpaka huwezi kutoka hapo ulipo ni kusema nitafanya kesho, kuahirisha. Kusema bado, wakati wangu bado, nitafanya kesho. Kesho haifiki. Na hakuna mtu yote alifanikiwa kwa kuogopa kuweka miguu yake ndani ya maji. Weka miguu yako ndani ya maji. Kama ni siku yako imefika ya kufa, utakufa tu. Hata ukiwa nyumbani. Na kama Mungu anataka ufeli, labda anataka ufeli ili ukianza tena ujue kwamba njia niliyopita mwanzo nilifeli, kwa hiyo mara hii napita hii hapa.
Kwa acha kuahirisha mambo, kwa sababu hichi ndio kitu pekee kikubwa kinachokuchelewesha wewe kufikia ndoto yako. Usiahirishe ndoto yako. Usiahirishe kesho yako. Kwa sababu utakapoahirisha kesho yako, umeahirisha fursa. Nikukumbushe ndugu yangu mpendwa kwamba kesho yenye mafanikio inajengwa na leo iliyo imara. Na unavyopanda ndivyo utakavovuna. Huwezi kupanda dagaa ukavuna samli. Lazima upande kitu ambacho wakitaka. Kama unataka uthubutu, upande uthubutu. Na kama unataka kufanikiwa, lazima uwekeze katika leo yako. Na huwezi kuiahirisha leo kwa kusema kwamba nitafanya kesho, ukategemea matokeo tofauti mwakani. Lazima ujidhatiti na lazima usimamie misimamo yako katika kuelekea mafanikio. Na mimi kikubwa kabisa ninachokuomba, usiahirishe mipango yako ya leo. Na wala jana isikutishe. Jana inaitwa jana kwa sababu imepita. Na kesho inaitwa kesho kwa sababu hatujui palipo. Sasa ndio wakati wako. Usikate tamaa, usijisikie mnyonge. Sio wewe wa kwanza kuanza, hata kama ukifeli sio wa kwanza kufeli. Bwana Mtume alishafeli, alishajaribu akafeli, lakini aliendelea, na yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa nini wewe unaogopa kuendelea? Na wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu. Na Mungu ameshakuahidi kwamba ukimuomba atakupa. Utakapomtegemea atakuwepo. Na ile siku ambayo wewe ndo hasa umesimama, hasa unataka msaada wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakupa msaada. Mwenyezi Mungu hawezi kukuweka katika mikono yake, hawezi kukuweka katika hii dunia yake ili akudhalilishe, ili akuvunje moyo, ili akukatishe tamaa. Amekuweka hapa wewe kama halifa wake ili uishi kwa starehe. Wewe ndo hujui nguvu iliyopo katika mwili wako, nguvu iliyopo katika nia yako, nguvu iliyopo katika uwezo wako. Kwa sababu wewe ni halifa, mimi nakuambia unaweza kufanya chochote. Kama ambavyo Nabii Sulemani alitawala, hata unaweza kutawala. Kama ambavyo watu walizungumza mpaka na wanyama, hata unaweza kuzungumza na wanyama. Hata jeshi unaweza kulikomandi, kwa sababu wewe ni halifa wa Mwenyezi Mungu katika hii dunia. Basi usikate tamaa juu ya rehema ya Mwenyezi Mungu iliyopo juu yako, lakini usikate tamaa juu ya nuru iliyoweka katika mwili wako na Mwenyezi Mungu mtukufu, na usiwakatishe tamaa watu wa nyuma yako ambao wanakuona wewe kama kioo kwa kudhani kwamba labda unaweza ukashindwa. Huwezi kushindwa, kwa sababu mbali ya nguvu ya Mwenyezi Mungu ndani yako, pia una dua ya malaika waliopo pembeni yako. Basi fanya wema, kuwa mwema katika hii dunia, weka malengo yako mbele, heshimu viumbe na wanyama, heshimu mimea, heshimu wanadamu wenzako katika imani na katika uumbaji, kisha heshimu misimamo yako na malengo yako, kisha mengine mwachie Mwenyezi Mungu, kwa sababu hutayaweza yote. Hii dunia hutomudu kila kitu, na wewe huwezi kukontrol kila kitu. La kwako wewe ni kufanya nini? Ni kufanya na kumwachia Mungu.